Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaweza akakupeleka kwenye mji A, lakini utakapofika pale anakupa vigezo na masharti. Aliwaambia wana Israeli, mnapoenda katika nchi ya Kanaani msishirikiane nao katika hivi na vile, wala kuoana nao wala kuzaa nao kwa maana hiyo. Lakini kuna watu walifanya makosa wakafanya hivyo. Kwa hiyo inawezekana wanaambia mimi nimeambia kwenye mji fulani, lakini mbona maisha haendi? Tulipotoka kwenye mji fulani maisha yalikuwa mazuri sana. Ni kwa sababu kuna maagano umeingia kwa ushirika nao bila kujua, au wakati mwingine kwa kujua. Kwa mfano kwa mataifa mengi hasa kwetu Afrika, kunapotokea shughuli ya harusi ama msiba, kuna mialiko. Wengine wana mambo swala ya ngoma za hapa na pale, utaalikwa. Sasa kama umesoma umeokoka, kwenye ngoma unaweza usiende, lakini kwenye harusi utaenda, au kwenye send off, au kwenye shughuli zinazofanana hizo, au kwenye msiba. Na katika kushiriki kuna ibada inakuwa inafanyika pale, lazima utashiriki, unawe ule au unywe. Naona kuna maneno yatatamkwa pale. Kwa namna moja au nyingine sio dhambi kushiriki kwenye ibada, kuingia kwenye matukio kama hayo ya msiba na harusi, lakini kuwa makini na kinachotendeka pale, kwa sababu kwa namna moja imeambiwa hapa unaweza kuwa ndio mtego uliotegewa ili wakumalize na uwe nguvu hiyo. Kuna watu ambao waliingia kwenye miji wakiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu vizuri na wameokoka, lakini walipojichanganya na wenyeji walifyonzwa nguvu zao, mwisho baadaye wakafa kiroho na kimwili, kwa sababu walishirikiana na hao. Mtu alikuwa sio mlevi akaanza kuwa mlevi, mtu aliyekuwa sio mzinzi au mwasherati akaanza kuwa mwasherati, mtu alikuwa sio mbea na msengenyaji na kuwa hivyo, mtu alikuwa tajiri akaanza kuwa maskini, akafilisika kila kitu, kwa sababu alikula vya kwao na kunywa nao, kumbe hakujua anaingizwa kwenye agano kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu tunayemtumikia kwa kuwa amejaa rehema na neema, anaweza jinsi ya kututoa katika maeneo hayo, anaweza kukutoa katika maeneo hayo kwa kule kumwamini. Anatoa tu masharti au vigezo ambavyo unatakiwa vifuate. Hata leo anasema kupitia imani katika jina lake Yesu Kristo, kama kupitia mtu mmoja kwenye ukoo wako au kabila lako kuliingia hali ambayo sio nzuri, lakini kupitia kwa Yesu Kristo ambaye ni mwanadamu katika Mungu aliye hai, unaweza kutoka wewe. Na kisha kutoka wewe, maana yake unaweza kusababisha familia pia ikatoka, wewe ukawa ndio malango. Haijalishi wewe ni mtoto wa ngapi kuzaliwa kwenye familia, lakini unaweza ukawa sababu ya wao wengine kutoka. Maandiko yanatupa matumaini. Anasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kitabu cha Warumi sura ya 5 aya 19. Tunaona pale. Kwa hiyo wewe unaweza ukang'ang'ania hilo andiko na ukapambana katika kuomba na kufunga na kuhakikisha kwamba hapana, kwenye familia yangu mimi nitatoka na ndugu zangu, na hakikisha tunatoka. Haijalishi huu mkoa au mji au mtaa huu watu wameshindwa kiuchumi, watu wameharibikiwa maisha yao, watu wamekuwa kifa kabla ya wakati wao, watu wamekuwa kitoweka katika mazingira, ndoa zikiparaganyika, familia zikiparaganyika, lakini unasema mimi, haijalishi kwa namna moja, mimi ninasema kupitia Bwana wangu Yesu Kristo, nao watamjua Yesu ninayemtumikia, watamjua Mungu nile naye. Kwa hiyo wewe ni kuboresha mahusiano yako kati yako na Yesu Kristo kwa ndani, kwa makini, atakupigania. Anazungumza kitu ambacho kinawezekana. Acha kujenga mazoea na watu ambao sio salama kwenye maisha yako. Ukazani ni upendo na ujirani mwema, utakula visivyolika, utanaswa kwenye mitego yao. Na wengine mnafika kubadilishana hata vifaa vya nyumbani, ukizani ni salama. Unaanza kumwambia, nakuja na kuazima ungo, unakuja na kuazima mwiko, sufuria, unapeleka. Kumbe ikienda kirudi inakuwa nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu viko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anakuja na kuazima, bwana mimi sina jogoo kwangu, nataka jogoo lako niazime. Unaona ni kawaida. Sikijijini unampa jogoo lako, kumbe umemtoa baba au umemtoa kijana wako wa kiume ndani, mzaliwa wako wa kwanza. Akirudi anakuwa sio yule tena. Baadaye unaanza kushangaa mtoto wako au mume wako anaanza kubadilika tabia, zinakuwa za tofauti kwa sababu ulipeleka. Au mwingine anakuambia nipe tubadilishane, nipe mtetea ili mimi kule na jogoo, na wewe unatoa, kumbe ndio umemtoa mke wako au umetoa binti yako, na unaanza kuona mambo yanabadilika. Ni vitu ambavyo unaweza kaona vile kwa kawaida, lakini mwenzako aliyekuwa azima ana makusudi mabaya. Huwezi kujua, sio kwamba ni vibaya kuazimana, lakini muulize Roho Mtakatifu, muulize Bwana, je, inapaswa kutoa hiki ama kutokutoa? Unaweza kukuta umetoa, kwa sababu adui katika ulimwengu wa roho, kama amekushindwa katika ulimwengu wa roho wa kiroho, anakuja katika hali ya physical, kimwili, ili kukunasa katika haya. Mwingine anaweza kuja, bwana najua hapo unafanya biashara inaenda vizuri, anakuja kununua kitu ambacho
akilingana na hiyo hela atakayotoa. Hela ni kubwa zaidi, alafu anasema nipatie change. Unapotoa kuna chuma ulete. Sasa nategemea na nguvu yako ya madhabahu ya kiroho ulionayo. Anaweza akaleta, akachukua na bado asichukue chochote kwako. Sasa nguvu yako ya kiroho ikoje katika maisha? Na silaha ya kwanza ni utakatifu, ili uweze kutetewa na Bwana. Lakini pia hofu isiwepo katika maisha yako. Ukiwa na hofu, adui atakuonea sana katika maisha yako. Usiruhusu hofu katika maisha yako. Bwana Yesu akuwezeshe kufahamu hiki ambacho nasema. Katika taifa lolote, katika nchi yote, katika kijiji chote, katika kata yote, katika ukoo wote, katika kabila yote, unaweza ukawa wewe ndio nuru katika hiyo familia. Unaweza kuwa ndio malango. Unaposema nakataa, unasema kwa mfano, unasema mimi nakataa ufukara kwenye familia yetu. Nakataa haya maradhi. Kama waliua hao, walikufa fulani kwenye familia, hapana. Wakati wa utoto tuliimba nyimbo fulani za kitoto, wasema simba ni mkali, aliua baba, aliua mama. Sasa unaanza kukariri, kwa hiyo unaanza kujazwa hofu kwamba na wewe pia atakuua. Lakini tunachotakiwa useme hapana, simba kama aliua baba, aliua mama, hata niua mimi, kwa kuwa mimi ndani yangu yuko simba wa kabila Yuda ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo haitawezekana katika hiyo. Ni wewe tu unakiri nini ndani ya kinywa chako, na adui anasubiri ukiri udhaifu. Kikiri udhaifu anakuonea. Bwana Yesu asifiwe. Unakataa. Watoto wangu watasoma, watahitimu mpaka viwango vya shule, vyuo vikuu, watafika mahali watapata ajira nzuri, watakuwa na maisha mazuri, wataingia kwenye agano takatifu la ndoa, hawatazaliana tu huko nje. Tunakataa hiyo hali. Tunataka waingie katika agano takatifu. Inasema inawezekana, na wao na wana wao watakwenda hivyo. Biblia iko wazi. Kuna nini unakiri kwenye kinywa chako? Unahisi ukikaa vizuri na Mungu, Mungu anakutetea. Hebu tuangalie Zaburi ya 128. Inawezekana unasoma na wisi la kawaida, lakini mimi nataka usione kawaida. Zaburi ya ngapi? 128. Inasema hivi, heri kila mtu amchaye Bwana. Anasema tafsiri ya heri kwenye Biblia ni maana yake hivi, amebarikiwa kila mtu amchaye Bwana. Maana yake the one who worship the God, yule anayemwabudu Mungu amebarikiwa. Sawa, barikiwa maana yake una malaana kwa haiwezi kuwepo. Sawa? Alafu akasemaje pale kipengele cha chini, akasema aendaye katika njia yake. Yohana 14:6 anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo ukitembea katika njia ya kweli na uzima, Yesu Kristo na Mungu Baba anakutetea na kukupigania, haijalishi unaishi katika maeneo gani. Kipengele cha pili au mstari wa pili anasemaje? Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Maana yake utabarikiwa. Kila kazi ambayo ni halali utakayofanya haitakuwa na majuto. Huwezi kufanya kazi ya tembo kala chakula cha pimbi au cha sungura, chakula kidogo, nguvu kubwa, mavuno kidogo. Ukiona hivyo, maana yake kuna mahali haujakaa vizuri, madhabahu yako ni weak au ni dhaifu, imepigwa. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumbani mwako. Maana yake atakuwa amebarikiwa. Wanao watoto wa kiume kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Maana yake watazungukaje meza kama hakuna msosi? Chakula kama hakuna pale. Kuna chakula cha kimwili kabisa kipo. Yaani hawatakuwa na njaa. Tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Una haki ya kudai kwamba siku zote za maisha yako Mungu akupe baraka, sio laana. Naam, ukaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Ni rahisi kuwaona watoto wa binti zako, lakini sio watoto wako, watoto wa kiume wa watoto wako. Mabinti wanawahi kukua haraka na haraka kuolewa, si ndio? Kama ndio wanasema wana. When you see kwenye Biblia neno wana maana yake sons, watoto wa kiume. Kwa hiyo anaahidi kwamba utaona wana wanao, maana yake watoto wako, yani wajukuu watoto wako wa kiume. Na ni ahadi za Bwana ni za kweli. Ahadi kitu ambacho hakiwezekani. Sasa usipodai upati, usipotia bidii upati. Mahali ulikohamia au unapoishi, unafanya shughuli zako, waonyeshe kwamba vinawezekana. Inawezekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na familia yangu napenda kutoa mfano kidogo. Tulipohamia huu mji, nikasema wakati tunahamia, tulipojenga, Mungu atujalia kujenga nyumba,
tukaweka mfumo wa maji na umeme, hata umeme hatujui utakuja lini. Tukaweka mfumo wote, na bado nikawa nahakikisha kwamba tunapata maji kutoka ya Ruvu salama. Kwa hiyo ukafunga tenki na maji tulikuwa tunatumia ndani kama vile tuko maeneo ambayo tumetoka kwenye baraka zile tukaamana nazo. Na bado tulikuwa tunaweza. Namshukuru Mungu, sasa tumeweza, Mungu ametupa maarifa mengine, tumeweza kuwa na kisima ambacho kinatupatia maji salama na safi. Kwa hiyo tunaona bado Mungu anajuka pamoja nasi. Hivi tuna umeme, TANESCO tuna umeme wa sola. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tulikataa kuwa na maisha ambayo ya wenyeji ambao tumewakuta. Kwamba hatutaishi kama wao kwa jina la Yesu aliye hai. Na ninazungumza sana kwa jina la Yesu aliye hai. Kwamba tumekuja na nuru, hatujaje na giza. Giza ambalo tumelikuta huko lazima likimbie, na ndivyo ilivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tuwe tofauti na wao ili waone madhabahu yetu ikoje, na wakijaribu kupambana naye wanakutana na mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana anawashughulikia ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Bwana ni za kweli na hakika, na wala hajawahi kusema uongo kwenye maisha yako. Anachokiahidi kinakuwa. Sasa ni wewe kumthibitishia kwamba unamwamini Yesu Kristo na unaahidi ya kwamba haki yake aliyokuahidia kwako inaishi. Si kama unaelewa? Sio sawa tu unasema jamani tumishi niombee, kuna mapepo, kuna majini, kuna vinyamkela, maisha magumu. Mimi nakufundisha jinsi ya kuomba wewe mwenyewe. Acha kutembea na vichupa na kama irizi na wengine huko na maudongo na mafuta na maji. Tembea na neno la Kristo liwe ndani yako. Haleluya. Liwepo ndani ya Kristo, neno la Kristo aishi, yani Kristo awe maumbika ndani yako. Training even your kids. Fundisha hata watoto wako. Wafundishe kumtumainia Kristo, na wape maandiko ya karidi, sio kukariri nyimbo za duniani za kishetani ambazo hazina taifa lolote. Kuna watu wanasema wameokoka na wanampenda Yesu Kristo, lakini hakuna badiliko lolote linaonekana la kumfanya hata mataifa waone. Wanakuchezea tu. Warumi sura ya 10 tuangalie mstari wa pili, anasema kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Umeona tatizo? Unaweza kuwa unajuhudi, unaomba, unafunga, unakesha, lakini you don't have knowledge, una maarifa. Maarifa yanatakiwa zaidi. Maarifa ni muhimu. Biblia inatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na maarifa ni kumcha Bwana. Kwa hiyo unaweza kuwa una maandiko ya kutosha kwenye kichwa chako, lakini huna uyaishi. Warumi 10 mstari wa 2 imesema. Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. So cha muhimu hapa ni maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uwe na maarifa. Maarifa juu ya Mungu tunayemtumikia aliye hai. Na hiyo itakusaidia. Watakapopambana na wewe hawawezi kupambana nawe kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu kuliko wao. Watakutana naye simba wa kabila Yuda. Wanasema tulikwenda kwa yule fulani, mbona hatukumkuta? Tumekuta wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujitambue. Omba sana Mungu akupe maarifa juu ya neno lake na kuishi. Warumi sura ya 9 mstari wa 24, sikiza. Ndio sisi aliyotuita, si watu wa Wayahudi tu, ila na watu wa mataifa pia. Tafsiri yake kwa sehemu kidogo hapo, maana yake kwamba si kwamba wokovu ulikuja tu kwa ajili ya Waisraeli ama Wayahudi tu, lakini hata mataifa wewe na mimi tukimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi, tumepewa nafasi hiyo. Kwa hiyo tunaweza kuwa na nguvu na uwezo. Hii Warumi sura ya 9 hapa mstari wa 24 naona. Angalia ukishuka 25. Ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu, na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. 26. Na itakuwa mahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Ukiitwa mwana wa Mungu aliye hai, ni kinyang'anyiro gani kinaweza kikakugusa? Ni which pipe anaweza kukugusa? Roho gani inaweza kukushambulia? Mwana wa Mungu, the son of God. Hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Kuna miungu ambayo mpaka isogezwe ibebwe, lakini Mungu ambaye unakuwa naye ni Mungu aliye hai, Mungu mwenye nguvu. So na wewe unafanyika kuwa hai katika jina la Yesu. Makofi kwa ajili ya Yesu, sio Alista. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliye hai anakuwa ndani na wewe unakuwa hai, hautakuwa mfu. Kwa hiyo hakuna silaha inaweza kufanyika dhidi yako, haijalishi wanafanya nini, mbinu za namna gani, na kila mkakati utakaofanya Mungu atakujulisha na kukunasua kwao. Mwisho wa siku atachagua mawili, kuhama, kufa, au 3, kufa
au kujiunga na huyo Mungu wako. Amen. Na hata atakaposema anajiunga, usijiaminishe sana kwao. Chukua tahadhari. Yesu alikaa na wanadamu miaka 3.5, wanafunzi wake, akasema katika wale pia hakujiaminisha kwao, kwa sababu alijua kila mtu moyoni mwake. Adui anaweza kuja kama na rafiki kwamba nimeshindwa kwako, lakini anakuja na silaha ya mwisho ya kutafuta uhusiano, kuomba msamaha ili akumalize kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho wa Mungu akusaidie kufahamu ile ambayo nasema. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anza na nyumbani kwako, kati yako na mume wako, kati yako na mke wako na watoto wako. Kuna watu wanasema tulipohamia kwenye mji fulani, tulitoka kwenye mji fulani, yeye mume na mke na watoto wamenawiri na maisha mazuri na upendo. Walipohamia kwenye mji mwingine, wakaanza kukoruzana ndani ya nyumba. Wanaitana majina ya kishetani ya ovyo ovyo tu. Wanaanza kupigana huko ndani, ngumi, watoto, baba, mama, ngumi, vurugu. Kumbe wasijue madhabahu walioikuta huku ni kinyume na ile ya kwao. Kwa hiyo roho anayetawala katika ule mtaa ni roho wa faraka, magomvi, roho ya vurugu. Kwa mnaanza kugombana tu, mwisho ndoa inavunjika msipokaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unasikia, unaona pale nyumba ile wameachana, nyumba ile wameachana, nyumba ile wameachana, ile pale wameachana. Nyumba nyingine unakuta wamebaki watoto ndio wanajilea wenyewe. Wazazi nao walishaparaganyika. Alafu unaona ni kawaida. Wale ni walevi tu na wazee. Unajua kwani walikuwa walevi? Unajua kwanza walikuwa wanapendana au walikuwa wapendani? Lakini walipovamia, roho chafu zikawavamia, zikaonea, waliingia tu kwa mazoea. Usiruhusu mazoea mahali popote unakuwa katika maisha yako. Jidhibiti kila wakati na kumtafuta Mungu na kukaa katika roho yake mtakatifu ili akuwezeshe. Na wapenda wa Israeli kila wakati wanabunduki mgongoni na huko usalama mgongoni, maana yake ni kwamba wakati tunakuwa vitani, we stand by. Na hali yote ambayo utakuwa unasemesha katika hali halisi au katika hali ya ndoto, badilisha haraka na ng'ang'ana kuhakikisha kwamba haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuone kama utaamka asubuhi, nitaamka kwa jina la Yesu. Kwa kuwa aliye ndani yangu amebeba uzima wa milele. Kwa hiyo nitaamka kwa jina la Yesu. Tuone kama unaweza kufuga chochote kasawe au ukapata mifugo unaweza kufuga hapa mifugo yako. Tuone kama unaweza kulima hapa ukavuna, tuambie kwa mamlaka ndio kuna Yesu Kristo, hapa nitalima na nitavuna kwa jina la Yesu aliye. Katika jina hili inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Ngine nakwambia tuone kama utamaliza hiyo nyumba yako, sasa itaisha na utajenga na nyingine. Na ikiwezekana utanunua hema, utanunua na kiwanja chako mbele yako ili nikuhamishe kama unaleta vitu vya ajabu. Kwa jina la Yesu inawezekana. Usichekecheke na nyani utafuna nani mabua. Pambana naye, mwambie haiwezekani, hii nasema haiwezekani. Watoto wako wana bidii, wanasoma, watafanikiwa kweli. Wa kwangu mimi ameishia zero, kama naambia wa kwako walikuwa zero, mimi kwangu watakuwa hero, mashujaa katika jina la Yesu aliye hai. Inawezekana. Lazima wajue. Unamwambia kabisa mimi nilichakufa alisa, naishi ndani ni Kristo. Mimi ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua si uko wetu unaitwa lema, maana yake ukichaga maana yake kataa. Mimi nimekataa ujinga kwa jina la Yesu aliye. Nimekataa umaskini kwa jina la Yesu aliye. Nimekataa kufa kabla ya wakati kwa jina la Yesu aliye. Haleluya. Nimekataa maisha ambayo wengine walishindwa kwenye familia, na kataa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo mimi ni lema, kataa. Nimekataa ujinga nakataa kwa jina la Yesu aliye. Nitafanikiwa na kuona mafanikio kwa watoto wangu vile kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, nikiwa na nguvu na ufahamu. Sitakuwa kama alivyokufa Isaka. Anasema wewe sauti hii, sauti naisikia, hii sauti ni Yakobo, lakini mwili ni wa Esau. Nakataa kwa jina la Yesu aliye. Nitaondoka na macho yangu ninaona na nguvu kama ilivyokuwa Musa katika jina la Yesu, na sitafia jangwani. Haleluya. Labda nifike Kanani katika jina la Yesu aliye hai. Unachokiri kwenye kinywa chako ndio kinaishi. Unachoamini kwenye kinywa chako ndio inaishi. Haleluya. Nasema kama Lumumba kuna mtu kuna kimtaa kinaitwa Kidimu, kwamba kila anayekuja anadunda na kuondoka, sio mimi mpaka nikamilishe kile ambacho Bwana amenituma. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, Bwana, tutakula vinono, maisha yatasonga, kila mipango na mikakati ambayo Mungu ameweka lazima tufanikiwe. Nazungumza pia kwa ajili ya mtaa, wilaya, kata, tarafa na kwa taifa langu la Tanzania. Haleluya. I used to say an impossible is impossible to be possible, is impossible to be possible, is impossible to be possible. Hallelujah. Hali ya kuwezekana inawezekana katika jina la Yesu aliye hai. Na yaweza yote katika yeye nitiaye nguvu. Hallelujah.
ambayo ni Yesu Kristo aliye hai. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Alisa alishakufa na Yesu Mungu aliye hai ndani yangu, kwamba inawezekana, inawezekana. Tunapita kwa tabu, lakini sio muda. Hii tabu ni ya muda tu, hii ziki ni ya muda tu, katika jina la Yesu aliye hai. Hii niko katika mafunzo, ni kuwa training. Haleluya. Hatutaendelea kuwa kisiwa Lumumba kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Tutakuwa tunapita nyakati zote, hiyo masika, hiyo kiangazi, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Naona viwanda, naona makampuni, naona mashule, naona zahanati, naona hospitali, naona ustawi, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Nasema hii itakuwa, na naweza nikiwa hai naona kwa macho ya jina. Haleluya. Kama mtachelewa kufanya, mimi nitafanya kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Mungu wangu ataniwezesha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Unauliza umepata wapi? Imeandikwa. Kama wao wamezembea kufanya, mimi nitaonesha mfano katika jina la Yesu leo. Haleluya. Mwimbaji mmoja wa zamani aliyeitwa Kiki anasema kitoto kianza tambaa. Mimi nasema sio kutambaa, naanza kuja mbio. Nakimbia katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Wale waliobadilisha dunia wamehamia Lumumba Kidimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Waliobadilisha Amerika wamehamia Tanzania kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Ni miongoni mwao kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Inawezekana. Inawezekana. Wakati pale alisema Alisa alikuwa anafuta bangi zamani, ndio maana alikuwa anaongea vitu vya kijinga. Tulisema kutakuwa na umeme, si huo. Tukasema kutakuwa na barabara, si hizo. Tulisema kutakuwa na hii shule, si hivyo. Na alisema kutajengwa, kumejengwa, kujengwa, kutajengwa. Wakasema kutakuwa kuna magari yanapita, magari yamekuja mpaka tunashinda pa kupaki. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo inakuja, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Lazima tubadilishe, lazima tuonekane kwamba ni wale tulikuja kubadilisha mji. Yeshua sura ya kwanza. Amen. Yeshua sura ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Tuna maarifa, hatuna tu kelele. Kwa sababu mapepo ya mtaa yanajua kama Alisa ni makelele tu. Wanasema hiki tutamkamatia mahali fulani. Mimi si wa kelele. Aliye ndani yangu ameniambia paza, piga sauti, piga kelele, usiache mpaka nitakapoweka mji salama. Anasema katika Yeremia sura ya 5. Haleluya. Mina. Amen. Amen. Hey. Mimi sio mrokole mchovu. Wewe kama ni mchovu kwako, mimi sio. Haleluya. Amen. Mungu wangu yu hai, anaishi. Ameniwezesha mengi na ataendelea kuniwezesha katika hayo. Piga kelele mwanangu, anasema piga kelele, mimi napiga kwa jina la Yesu leo. Zile madhabahu zinaanguka na kuporomoka, tena watakosa pa kuweka madhabahu zao na vilinge vyao vinaondoka kwa mamlaka ya jina Kristo. Mwaka huu katika jina la Yesu leo. Hey. Anasema katika ile Yeshua sura ya kwanza mstari wa 3, kila mahali zitakapokanyaga nyao za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Haleluya. Umeona? Lakini akasema mstari wa 5, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako Alisa siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakayokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na uwe shujaa, maana wewe utakayewaridhisha watu wa nchi hii. Niliwaapia baba zao kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo ushujaa. Mungu ameniambia mimi ndio ninagawa hiyo urithi. Unakataa nini? Nitawagawa hiyo urithi kwa jina la Yesu. Maana yake lazima niwe na kitu cha kugawa, mamlaka na kila kitu amenipa Baba wa mbinguni. Kwa hiyo ninaenda katika ushindi katika jina la Yesu. I never fear, never worry. Hallelujah. Siogopi na sina shaka, kwa kuwa aliye ndani yangu ni mkuu kuliko hao. Lazima tuseme, sipigi kelele kama simba leloana. Anazungumza kwamba ninajitambua au simba mzee. Haleluya. Simba mwenda pole ndiye mla nyama, anapiga apige kelele. Haleluya. Lakini mimi napiga kelele kwa sababu Bwana ameniambia paza sauti yako. Ngoja tuangalie neno. Nasema huyu Alisa, hii Biblia unayosoma hivi. Hii inayosoma Yeremia 5. Ndio. Isaya 58:1 sawa. Isaya 58:1 sawa. Isaya 58 nimesoma Yeremia. Samahani. Yeremia ndio kusoma baadaye. Yeremia nimesema Isaya 58:1. Isaya 58:1, ngoja tusikilize. Piga kelele usiache, paza sauti yako kama utarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kwa maana kuna makosa lazima tuambie. Na Isaya na Yeremia 5 napenda kuisoma pia. Bwana Yesu asifiwe. Maana naona inajirudia, nasema kuna kitu pale. Umeona hiyo? Piga kelele usiache. Na piga kelele. Kosa ni kwamba uliabudu Mungu mwingine. Kosa lingine mlibeba matunguli, miungu miwili. Mungu hataki.
Atakiwa mtumikie mmoja, usiwe na mabwana wawili. Yeremia 5, nataka naona Yeremia 5:1. Tuone kuna nini pale. Pigeni mbio huko na huko katika njia za Yerusalemu, kaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji huo. Maana yake Bwana ataurehemu mji na kuuponya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hahitaji watu wengi. Mahali pia kwenye Ezekiel akasemaje? Nikatafuta mtu atakayetengeneza boma mahali pabomoka, si ndio? Apatengenezi na kupata. Mtu mmoja anaweza kuwa wewe au mimi. Haleluya. Ndio inawezekana. Unasema mimi kwenye ukoo wetu nitakuwa. Mimi kwenye familia baba yangu na mama yangu mimi nitakuwa. Mfano. Na inawezekana. Ndio. Amen. Kile unachokidi kwenye kinywa chako, ulimi mbeba nini? Majibu yako. Unatamka nini? Hii homa itaniua kweli? Itakuua kweli? Bwana Yesu hapa sifi. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu halisi alishakufa, naishi ndani yangu ni Kristo. Ife mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na mjua aliye ndani yangu ni mkuu kuliko falme. Falme zote, kuliko ukoo wa baba yangu, kuliko ukoo wa mama yangu, kuliko ukoo wa mke wangu, familia zao, kuliko wenye waliokuwa wakimiliki katika mji huu. Majina yote yanayotajwa katika mji huu, majina yote yanayotajwa katika taifa hili, majina yote yanayotajwa katika Afrika, yanayotajwa katika ulimwengu huu, ninalo jina moja linalopita majina yote, nalo kwa jina la Yesu Kristo. Naja kwa jina hilo la Yesu Kristo pekee. Above the name, above all the name, and that's Jesus Christ. Hey. Daudi alikwenda na jina nani? Akwenda na jina la Yesu. Angeenda na jina la Yesu angepigwa. Angeenda na jina la mfalme Sauli angepigwa. Akaenda na jina la Mungu ambao Wafilisti na Goliath walikuwa wakimtukana. Kwa jina hilo Goliath alipigwa jiwe moja, jiwe alilolikataa wasijali. Na kwa upanga wake mwenyewe Goliath alikatwa, akatenganishwa kiwili chake. Ukifanya hivyo kwa kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye mtaa, kwenye tarafa, kwenye nchi, kwenye taifa, kwenye bara, ulimwengu utakujua wewe ni nani. Hawatasogea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilikuwa naombea hivi mapepo yanapiga kile Arista mpaka huko Marekani, unatafuta ni mimi Marekani. Mpaka huko unakuja kila mahali wewe. Kila mahali wewe dudu gani? Jitu la namna gani wewe? Naambia sio mimi, ni Kristo aliye ndani yangu. Kwa maana mimi siwezi kufika huko kila mahali. Roho ya Mungu anatembea na kufanya hayo mabadiliko na kuleta mapinduzi. Kila mahali unapokwenda unasikia kabla hujafika tulisikia jamaa linakuja kutuharibia mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna mabadiliko ya kweli yanatakiwa na wewe yaanze na wewe ndani. Kukubali kwamba ukatae vile ambavyo vinapigiwa kelele katika mtaa au katika ukoo au katika kabila lako, kwamba sisi kabila letu ni hivi. Haleluya. Sisi wetu inaishia, kuna wengine sana familia yao inaishia wote ni wafanyakazi wa ndani tu. Sio kwamba mfanyakazi wa ndani ni dhambi. Sisi familia yetu kijitesa na kumkoosha magari. Kawosh. Sisi bwana ni vibarua tu mpaka tunaondoka. Sisi yani umejitahidi, umekuwa karani wa ofisi fulani. Umejitutumua sana, dereva kumwendesha waziri. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine kajitutumua kaenda mpaka Ulaya. Kufika Ulaya, nimefanya kazi na fulani na fulani, wizara fulani. Akirudi huku likizo. Akirudi huku anarudi sifuri bin sifuri. Kila kitu kinaharibika. Kwa sababu nini? Madhabahu za kwao zimemkataa. Kwa sababu kwenye familia yenu hakuna atakayefanikiwa. Kuna familia ambayo kutana naye wakasema, wanaambia mtumishi, wasali hapa makanisa mengine huko. Wanaambia mtumishi, baba yetu aliwahi kuambiwa na ndugu yake kwamba tuone unajidai na mabinti wazuri kama kuna atakayeolewa, na kweli mpaka leo hawajawahi kuolewa. Baba akaona ni mtani tu. Kumbe itakuwa batilisha pale pale. Sasa Biblia inasema batilisha maneno unayosema. Usidharau. Ni warembo. Wamekuwa hawajaolewa. Wanaishia tu kuzalishwa leo na huyu. Sasa na bahati mbaya afadhali wazalishwe na mume mmoja, wanazalishwa na waume wa watu. Kwa bado wanapoteza tu. Hiyo ni laana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama kwa mtu mmoja katika ukoo wako iliingia laana fulani, iliingia hali isiyo nzuri, kwa kupitia wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo, fanyika kuwa malango ya ukombozi kwao.
Fanyika kuwa ukombozi kwenye kabila lako. Fanyika kuwa mkombozi kwenye taifa lako. Fanyika kuwa ukombozi kwenye nchi, kwenye bara lako. Ndio. Maandiko hapa yanazungumza uwe hodari. Kwa nini nasema uwe hodari? Kuna vitisho. Tulikwenda wakati fulani kufanya huduma Kiela. Kule bwana, miaka hiyo wanakwambia ni marufuku mtu kwa kuwezeka nyumba bati na umeme marufuku. Tulikuta kule nguzo zimelala tu chini, zimebaki. Kwa kiongozi mmoja mashuhuri tu wa Tanzania kwa sababu waziri Mwakiembe, I think so. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kina Mwakiembe tajio mwenyewe, akina Mwakipesile huko. Bwana Yesu asifiwe. Bujonde huko, Ipinda. Tukaenda kweli bwana. Tulikuwa kwenda kwenye harusi fulani. Yule bwana harusi kaka yake alikuwa amejenga nyumba, mtoka akasema kavuna zake kakao sikokoa, kaamua kuwezeka nyumba yake tofali ya kuchoma, alafu kaweka bati mpya. Tulizikuta mpya. Tunafika na mwana yule bwana harusi anaangua chini, anaanza kulia nini, kaburi la kaka yake ashakufa, kisa alipojenga tu nyumba kaweka bati. Kwa hiyo harusi ikawa harusi ya msiba. Alafu nasema tunguli azipu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mali leo nilikuwa nipata taarifa mali tena hii kidimu, sitaki kusema ni wapi, sikalete shida. Kidimu hii sasa wakasema labda ni nani tu, mtu binafsi kajibu kufanya kimradi Afrika akataa, lakini kuna taasisi asisemi ya wapi, ya binafsi au serikali sitaki kusema, naweka kwenye mabano. Bwana Yesu asifiwe. Umeweka mradi wao pale, umeme au unawaka utoshi, kila kiwaka utoshi, fanya hivyo utoshi. Wakakaa wanauliza nini? Waambia mwenye kiwanja alizulumiwa, patana naye ndio Mungu atakamswano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Inaweza kama umenunua kiwanja mahali ambapo kuna udhalimu ulifanyika, shetani anapata nafasi ya kukushtaki na kukupiga. Kwa hakikisha kama ukikaa mahali unakaa kihalali. Ukiingia mahali kwa udhalimu hautastawi hata siku moja. Shetani anapata hati ya kukushtaki nayo. Kama umeingia mahali kwa uhalali, shetani anaweza kukupiga. Hiyo umeokoka vizuri, lakini umeingia mahali kwa udhalimu, utashambuliwa. Kwa sababu shetani anasema kuna hati ya mashtaka. Kuna hati ya mashtaka. Hakikisha mahali unaishi una deni na mtu, una mashtaka na mtu, hujamdhulumu mtu. Nimeokoka. Mtumishi katufundisha kule kama nimeokoka, hakuna uchawi juu yangu, hakuna uchawi, lakini umedhulumu, utapigwa. Sababu shetani anaona mlango. Shetani anaona, na shetani hawezi kumwataki mtu kama hana neno kutoka katika maandiko linalomhukumu huyo mtu. Sababu shetani hana haki ya mamlaka. Yeye anaangalia kwa neno lipi. Huyu bwana sisi tunamvamia, ndio. Kwa nini? Anashiriki njia mbili. Kwetu yupo na hajafanya kwa Mungu yupo. Ni uvuguvugu. Kwa nini tusipige? Piga. Apigwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani chagua moja. Kama ni kuwa moto kuwa moto, kama ni baridi wakujue. Si watu kuelewe. Wengine wanasema mfano kama popo ni ndege ni mnyama. Popo ni mnyama kwa sababu anazaa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kama ulikuwa hujui shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna watu wanakuwa hivyo. Leo yuko hapa, kesho yuko kule. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasema wameokoka, lakini ukitokea msiba unaanza kujiza, huyu kaokoka kweli? Au ikitokea harusi kwenye familia, unajiza huyu kweli ameokoka? Matendo, mwenendo wake, video na kugaragara pale, yani unaona kabisa huyu ni mataifa pagani kabisa. Kwenye familia yetu inabidi tunyoe nywele wote, na unanyoa. Wote tuvae sare zile wote tunavaa. Kumbe tayari unarudishwa kwenye agano la mashtaka ambalo hutaona madhara yake leo, baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali kwamba wewe ni mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lazima liwe safi, lisiokuwa limegoshiwa, liwe safi. Kwamba nimeikataa dunia na mambo yake yote. Wewe unaongea sana list, acha kuongea, wape neno. Sawa. Wagalatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 14 angalau. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahim. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki
Wagalatia sura ngapi? Ya 3, naanzia mstari wa 7 hadi 14. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahim. Faith is very important for your life. Amen. Imani ni muhimu sana kwenye maisha yako. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahim habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati. Amen. Ayafanya. Ni dhahiri kwamba hakuna mtu ahesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa bomba maranasa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim yafikie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kupokea ahadi kwa roho wake, kwa njia ya imani. Kwa hiyo tunapata hiyo kwa njia ya imani. Sawa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima uishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Tuangalie Galatia 6. Kabla 6 tuangalie, ndio. Tuanze Galatia 5, hiyo nianze 5 kwanza. Mstari wa 24. Galatia sura ya 5 mstari wa 24. Na hao walio wa Kristo wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hiyo lazima uhakikishe ule mwili wako umeusulubisha pamoja na mawazo yake mabaya. 6 Galatia mstari wa 17. Tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Maana yake tumechukua nini? Chapa zake Yesu. Mijeredi, kuki, tesa uliochukua kano, vinakuwa ndani ya mwili wako. Wakija wanaona huyu si yule tunayemfahamu, huyu ni mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unaweza kuwa umezaliwa kwenye familia mmefanana kama wa China, lakini kuna vitu vinaweza kuwa tofautiana. Unaweza kuwa umefanana kama mapacha, lakini kuna vitu vikawa vimetofautiana. Nilikuwa nasema hivi, nilikuwa nakumbushwa watoto wa Yakobo. Yusufu alikuwa tofauti na wengine sana, na matokeo yake akawa pia hapendi. Daudi pia, kama ulikuwa hujui, naye alikuwa hivyo hivyo, akawa hapendi. Mpaka unaona kama huyu si wa familia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu the chosen one, watu waliochaguliwa na Mungu, walioteuliwa na Mungu, wako tofauti katika familia, wako tofauti kwenye mtaa, wako tofauti kwenye kanisa, wako tofauti katika taifa, wako tofauti katika ulimwengu huu. Unachokuwa ujijue tu. Na wote huwa wanapita kwenye changamoto za tofauti sana. Changamoto walizokupitia Yusufu na walizokupitia Daudi zilikuwa haziji kutuambia kwamba kesho watakuja kuwa watu wa namna ile. Kwamba Yusufu atakuja kuwa waziri mkuu nchi nyingine tofauti na kwao, na atakuja kuwa msaada kwenye familia yake. Pamoja na mikiki mingi aliyokutana nayo, Daudi pia watu wakujua kwamba atakuja kuwa mfalme na masihi mfalme. Maana alipewa nafasi ziada, lakini alipita kwenye mapito fulani magumu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaongea na mtu fulani katikati yetu ama katika jamii inayotusikiliza popote, kwamba kuna mahali wewe familia yako haikuelewi, kuna mahali ndugu zako hawakuelewi, kuna mahali jirani zako hawakuelewi, kuna mahali kabila lako halikuelewi. Unasema wewe umekengeuka, umekuwa mtumwa wa mataifa mengine, umemwasi kabila letu, ukoo wetu, jamaa yetu. Waambie, I'm the chosen one. Mimi nimemteule wa tofauti, nimechaguliwa na Bwana. Sasa hivi hamtaona, lakini kuna mahali mtaona, mtakuja kama ilivyokuja kwa Yusufu mbele yake, wakaja wakapiga magoti, wasijue kwamba huyu ni mdogo wao. Haleluya, wasijue kwamba ni baba. Haleluya. Hii inawezekana katika jina la Yesu Kristo. Walioitwa na Bwana wako tofauti na wengine katika koo, katika kabila, katika jamaa, katika taifa, katika mtoo. Hii inawezekana. Jitambue, nyanyuka pale. Hebu mpe mwenzako, mpe tano mwenzako aliye karibu yako, mwambie hongera, wewe ni wa tofauti katika jina. Wewe ni wa tofauti katika jina la Yesu aliye hai. Ndio maana watu hawezi kukuelewa. Ndio maana hawezi kukuelewa. Ndio maana hawezi kukuelewa. Amen. Amen. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hawakumuelewa baba yake Yusufu, hawakumuelewa. Hawakumuelewa
Rubeni kaka zake hawakumuelewa, lakini siku walipokimbilia Misri akawatizama hapo, akalia, akakumbuka hawa walininyanyasa, je, nilipize kisasi? Akasema, Mungu ulikuwa na kusudi kwangu, ulikuwa na kusudi jema kwangu katika maisha. Kwa hiyo tunahitaji kuona mabadiliko kwenye mtaa unaoishi, kwenye kitongoji unachoishi, katika jina la Yesu. Haleluya! Ruka kama ndama, shangilia. Yes. Inawezekana kuna idadi kubwa ya makanisa, kuna nyumba za ibada zimekuzunguka, lakini inawezekana Gombo Maranatha wewe ni Yusufu. Haleluya! Inawezekana wewe ni Daudi, inawezekana ndio maana uko tofauti, lakini kuna siku atatambua kwamba wewe ndio ni mtoto wa Yese, lakini wewe ni tofauti. Wewe ni mtoto wa Yakobo, lakini ni tofauti. Haijalishi imezaliwa 12 kwenye familia, lakini wewe ni wa tofauti. Kwenye ukoo wako, kwenye kabila lako, kwa baba yako na mama yako, wewe ni the chosen one. Wewe umechaguliwa na Bwana kabla ya kuumbwa na baada ya kuumbwa, kabla ya kuzaliwa na baada ya kuzaliwa. Piga vigelegele, ruka kama ndama. Yesu anasema kitu kwenye maisha yako. Hallelujah. Swala ni kujitambua, sio kulia. Yusufu alilia alipoangalia wale ndugu zake. Hapo akakaa pembeni, hapo karudi akafuta machozi. Afu baadaye wao walijua ndugu yao alishakufa. Kuna kiwango ambacho unakuwa Mungu akiwa amekuandaa, ndugu zako wanaweza wakadhani umekufa, kwamba wamejitenga na wao, wewe sio kwao. Anaweza kukaa karibu na maiti, labda wanaochunga maiti kule mochwari. Kwa hiyo wewe unaonekana ni mfu kwao, lakini kumbe umekufa kwa ajili ya hii dunia. Maandiko yananiambia umekufa, wewe si wa dunia hii, lakini uko hai katika Kristo aliye hai. Haleluya! Kwa ndani yako ni uhai na uzima. Aha, watu haelewi. Haleluya. Amen. Kitabu cha Warumi sura ya 6, angalia. Tuanzie mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Andika. Tunakula gombo. Haleluya, tunakula gombo. Tunakula gombo lililo hai na tamu. Haleluya. Haleluya. Maranatha, Bwana wetu anakuja. Haleluya. Imeandikwa hivi, lakini tukiwa tulikufa, mwambie, hebu tutamke pamoja, lakini kwa sauti, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Na hiyo pia kwangu alisha ndivyo ilivyo, maana kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Haleluya! Kama Kristo alikufa mara moja, nami alisha nimekufa mara moja, sifi tena katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya! 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 Ndio ndugu zake Daudi walimfukuza, nenda kavichunge vikondoo vilivyobaki vichache kule, unahangaika nini? Akamwambia inahusu nini? Huyo jamaa anayetutukana hapa, yeye ni nani? Na nini mfalme ameahidi kwa huyo? Atakayeua huyu atapewa binti yake Mika, atamhoa. Akamwambia wewe mimi napiga huyu. Akachukua mawe 5 malaini, mmoja akachukua kaweka kwenye manati yake, akazunguka kwa mbeo, akasema nakupiga kwa ile jiwe moja ambalo ni jiwe kuu alilikataa waashi, ambao ni Yesu Kristo aliye hai. Haleluya! Pigo moja tu ikawa imeisha katika jina la Yesu. Nawaambia katika ukoo wako, simama kwa miguu yako, sema katika ukoo wangu yeye aliyekuwa akisumbua. Taja kama unajua ukoo wako, taja usione naoma. Napiga, nasema sitakufa bali nitaishi kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Naenda kustawi. Unatoka kwenye ukoo unakwenda kwenye kabila. Kama umeolewa na mwenzako kabila tofauti, tamka. Kama alikuwa hivyo, tamka. Kama ni mtaa, kitongoji, taifa, wilaya, kata, tarafa, mkoa, jiji, bara, tamka kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai kwamba mimi sitakufa bali nitaishi kwa mamlaka